Ukiota ndoto hizi 24, tambua ya kuwa utapitia kipindi kigumu maishani mwako. Watu wengi hupuuza ndoto fulani wakidhani ni mawazo ya kawaida, lakini ukweli ni kwamba zipo ndoto ambazo huja kama ishara ya maandalizi ya kiroho. Wakati mwingine Mungu huonyesha mapema ili mtu ajitayarishe kwa maombi, hekima na uimara wa kiroho. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, kabla jambo halijatokea kwenye ulimwengu wa kimwili, jambo hilo huanzia kwenye ulimwengu wa kiroho. Na wakati mwingine Mungu anaweza akawa na kuonyesha kwa lengo la wewe kuzuia. Kama ni jambo baya, unaweza ukalizuia kwa njia ya maombi na jambo hilo lisitokee. Ukisoma kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 7, imeandikwa, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu anasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia. Kuna wakati Mungu anaweza kufunulia kabla jambo halijatokea, anaweza kufunulia kwa njia ya ndoto. Kama kuna jambo baya linataka kutokea, Mungu anaweza kuonyesha jambo hilo kabla halijatokea. Na Mungu hakuonyeshi kwa lengo la kukutisha au kwa lengo la kukuhuzunisha. Wakati mwingine Mungu anakuonyesha ili uweze kusimama kwenye nafasi yako ya maombi ili kulizuia. Kwa leo tutakwenda kuziangalia ndoto 24 ambazo ukiziota hutakiwi kuzipuuza kabisa, kwa sababu ndoto hizo huwa zinaashiria kipindi kigumu kinakuja maishani mwako. Lakini pia nitakufundisha namna ya kuomba ili kuweza kuzizuia. Kabla tujaendelea na somo letu, kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ndoto 24 ambazo ukiziota, basi unatakiwa utambue ndoto hizo zinaashiria kuna kipindi kigumu kinakuja maishani mwako. Ndoto namba 1, kuota unatembea peke yako gizani. Ndoto ya kutembea gizani mara nyingi huashiria kipindi cha mkanganyiko, maumivu ya ndani au changamoto ambazo zitakufanya ujisikie mpweke. Ukiota ndoto unatembea gizani peke yako, au unajiona ndotoni uko kwenye giza na unatembea ukiwa uko peke yako, ndoto hii huwa inaashiria kipindi cha mkanganyiko. Ndoto hii huwa inaashiria kipindi cha maumivu ya ndani, utapitia kipindi cha maumivu ya ndani. Ndoto hii huwa inaashiria ni kipindi cha changamoto ambazo zitakufanya ujisikie mpweke. Giza katika ulimwengu wa kiroho huwakilisha hali ya kutokujua njia. Ukiona giza katika ulimwengu wa kiroho huashiria hali ya kutokujua njia, pressure kubwa au mashambulizi ya kiroho. Unaweza ukajikuta unapitia kipindi ambacho watu waliokuwa karibu nawe wanaondoka kabisa, au msaada unapungua, au unaanza kupoteza matumaini. Lakini mara nyingi Mungu huruhusu kipindi hicho ili kukufundisha kumtegemea yeye pekee. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 23 na mstari wa 4 imeandikwa, naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Kwa hiyo ukijiona unatembea katika giza, ukiwa peke yako, unajiona unatembea katika giza, ndoto hii baada ya kuota unatakiwa uingie kwenye maombi. Kataa, unasema katika jina la Yesu, ninakataa kutembea kwenye giza, ninakataa hali ya mkanganyiko kwenye maisha yangu, ninakataa katika jina la Yesu. Maombi yanaweza kuzuia jambo baya lisitokee. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto hii inabidi uingie kwenye maombi kwa haraka sana. Lakini ndoto namba 2, kuota unazama kwenye maji. Yaani ukajiona ndotoni, yamkini labda ni bahari au ni mto au ni kisima, ukajiona unazama kwenye maji. Maji mengi katika ndoto yanaweza kuwakilisha mizigo, mawazo mengi, matatizo ya kifedha au pressure za maisha. Kwa hiyo ukiota unazama na kushindwa kujiokoa, mara nyingi ni ishara ya kipindi cha ugumu kinachoweza kukulemea kihisia au kiuchumi. Watu wengi waliopitia changamoto kubwa waliona ndoto za maji kabla ya kipindi hicho kuanza. Lakini kumbuka, Mungu anaweza kukuokoa katikati ya mawimbi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 43 mstari wa 2 imeandikwa, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unazama katika maji, unazama, yamkini labda ni mto, unazama kwenye maji,
Ndoto hii huwa inaashiria kuelemewa, utapitia kwenye kipindi ambacho ni kigumu. Kwa hiyo ukiota ndoto hii utakiwi kupuuza hata kidogo, inabidi uingie kwenye maombi, uanze kuomba, unasema katika jina la Yesu ninakataa kuzama, ninakataa kuelemewa na jambo lolote lile katika jina la Yesu. Ninakataa, yani unaanza kupinga, unakikataa hicho kitu. Kwa sababu ukiishia kuhadithia watu wengine na usipoomba, basi unatakiwa utambue jambo hilo litakupata. Lakini maombi, kama nilivyosema hapo awali, maombi yana nguvu ya kubadilisha. Kama jambo lilikuwa ni baya, jambo hilo linaweza lisitokee kwa sababu umesimama kwenye nafasi yako ya kuomba. Kwa hiyo ukiota ndoto hii, ukajiona ndotoni unazama, inabidi upate muda wa kuomba. Pata muda wa kuomba kwa sababu ndoto hiyo sio nzuri. Lakini ndoto namba 3, kuota nyumba yako inabomoka. Yani ukajiona ndotoni unaiona nyumba yako inabomoka. Nyumba katika ndoto mara nyingi huwakilisha maisha yako, huwakilisha familia yako au msingi wako wa maisha. Ukiota nyumba inapasuka au inaanguka au inabomoka, inaweza kuashiria misukosuko inayokuja katika familia yako, kazi yako, mahusiano yako au fedha zako. Kwa hiyo ndoto hii huja kama onyo la kuwa makini, kuongeza maombi na kuimarisha msingi wako wa kiroho. Kwa hiyo ukiota ndoto hii ukaona nyumba yako inabomoka, ndoto hii inaweza kaashiria familia yako itaingia katika kipindi kigumu. Lakini pia ndoto hii inaweza kaashiria ndoa yako inaweza ikaingia katika changamoto. Au ukajiona ndotoni ukaona nyumba inawaka moto, ndoto hii inaweza kaashiria ndoa yako inaweza kapitia kwenye kipindi kigumu, mahusiano yako yanaweza yakapitia kwenye kipindi kigumu. Kwa hiyo you need to pray, unatakiwa upate muda wa kutosha wa kuomba. Kataa, unasema ninakataa. Unajua siku zote kama jambo baya, kataa kwa njia ya maombi na itakuwa hivyo katika jina la Yesu Kristo. Lakini ndoto namba 4, kuota unakimbizwa. Ukajiona ndotoni unakimbizwa, yamkini unaweza kuwa unaota unakimbizwa na wanyama au unakimbizwa na watu ambao huwafahamu, unakimbizwa, unataka kukudhuru. Ndoto ya kukimbizwa huonyesha vita vya kiroho. Ndoto hii kwanza waga inaashiria vita vya kiroho, huwa inaashiria hofu, huwa inaashiria pressure au matatizo yanayoweza kukufuata katika maisha ya kawaida. Mara nyingi huonyesha kuwa kuna jambo litakalokuletea stress kubwa au mapambano makali. Lakini ikiwa katika ndoto hiyo uliweza kuponyoka, hiyo ni ishara kwamba Mungu atakupitisha salama licha ya kipindi kigumu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 91 mstari wa 2 imeandikwa, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unakimbizwa labda na wanyama wakali wanakukimbiza, au unakimbizwa na watu ambao huwafahamu, ndoto hiyo inaashiria mashambulizi ya kiroho. Lakini ukijiona katika hiyo ndoto unakimbizwa lakini unafanikiwa kuwatoroka, ndoto hiyo inaashiria ushindi. Japokuwa utapitia kwenye kipindi kigumu, lakini utaibuka kuwa mshindi katika jina la Yesu. Kwa hiyo ukiota ndoto hii ukajiona labda watu wanakukimbiza lakini unafanikiwa kuchomoka au kuwatoroka, basi ndoto hii inaashiria ushindi. Japokuwa utapitia kwenye kipindi kigumu, lakini utaibuka kuwa mshindi katika jina la Yesu. Lakini ndoto namba 5, kuota mvua kubwa na dhoruba. Yaani ukaona mvua kubwa ndotoni, mvua kubwa yenye dhoruba kali. Dhoruba katika ndoto huashiria misukosuko mikubwa ya maisha. Inaweza kuwa matatizo ya ghafla, majaribu au kipindi cha machungu kitakachokuja kwa nguvu sana. Katika Biblia, wanafunzi wa Yesu Kristo walipokutana na dhoruba walidhani wataangamia, lakini Yesu alituliza. Hii inaonyesha kuwa hata katika kipindi kigumu, Mungu bado ana mamlaka juu ya hali yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Marko sura ya 4 na mstari wa 39 imeandikwa, akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Kwa hiyo ukiota ndoto hii ukajiona ndotoni labda ni mvua ile mvua yenye inaonyesha kwa kasi, ile mvua yenye dhoruba kali, ndoto hiyo inaashiria kipindi kigumu. Kipindi kigumu kitakukabili kwenye maisha yako, lakini unaweza ukaomba kuzuia hiko kipindi. Unaweza ukaomba ukakataa ukasema, nakataa kupitia kipindi cha dhoruba kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Ninakataa kupitia kipindi cha dhoruba kwenye kazi yangu, kwenye familia yangu, ninakataa katika jina la Yesu. Kwa unaweza kaomba na ndoto hiyo isitokee. Lakini ndoto namba 6, kuota unapoteza nguo au unajiona ndotoni uko uchi mbele za watu.
Ukijiona umepoteza nguo au ukajiona uko uchi hadharani, ndoto hii mara nyingi huonyesha aibu. Ukijiona uko uchi hadharani, mbele za watu ukajiona uko uchi, ndoto hii huonyesha aibu. Ndoto hii huonyesha fedheha, huonyesha kushuka kwa heshima au kipindi cha udhaifu mkubwa maishani. Inaweza kuwa ni ishara ya changamoto itakayokufanya ujisikie aibu mbele za watu, lakini Mungu ana uwezo wa kufunika aibu yako na kuleta urejesho baada ya kipindi hicho kupita. Kwa hiyo ukijiona ndotoni pia, ndoto hii ya kujiona uchi pia inaweza kaashiria pia kuna mambo ambayo ulikuwa utamani watu wayajue, watayajua, yatakuwa wazi. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vya siri vitakuwa wazi. Kwa hiyo ukiota ndoto hii unatakiwa kuingia kwenye maombi kuomba, kukataa roho ya fedheha na aibu katika jina la Yesu. Lakini ndoto namba 7, kuota unapanda mlima mgumu sana. Yaani ukajiona ndotoni unapanda kwenye mlima mgumu sana. Unakuta mlima mwingine unaona umenyoka kabisa, yani mlima mgumu sana. Hii ni ishara ya safari ngumu mbele yako. Yani ukiota unapanda kwenye mlima mgumu sana, yani mlima unapanda kwa tabu sana, hii ni ishara ya safari ngumu mbele yako. Inaweza kuwa ni mafanikio utakayolazimika kuyapigania kwa machozi, uvumilivu na maombi mengi. Mungu wakati mwingine huonyesha mlima katika ndoto kuonyesha kuwa ushindi upo mbele, lakini njia yake haitakuwa rahisi. Kwa hiyo unatakiwa uombe sana. Ndio unapanda mlima kwa kasi, unatakiwa uombe. Ndoto hiyo huashiria kipindi kigumu kitakukabili kwenye maisha yako. Mungkin inaweza kuwa ni katika kazi, inaweza kuwa ni katika biashara, inaweza kuwa katika familia, katika huduma. Kwa hiyo inabidi uombe sana. Omba, pata muda wa kuomba sana. Omba sana. Mwambie Mungu akupe nguvu ushinde katika jina la Yesu. Kama unanielewa vizuri, naomba comment na kuelewa vizuri. Asante kwa comment yako. Anasema na kuelewa vizuri mwalimu. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Naamini kama unanielewa, naomba comment. Natamani kuona comment yako. Lakini pia kama bado hujalike, hakikisha una like video hii. Twende ndoto namba 8, kuota milango inafungwa mbele yako. Yaani ukajiona ndotoni unaona unataka kuingia kwenye mlango afu unashangaa ghafla mlango huo unafungwa. Ukiona milango ikifungwa au unakataliwa kuingia sehemu fulani, inaweza kuwa ishara ya vikwazo, kuchelewa kwa mafanikio au kipindi cha kukataliwa. Hata hivyo, mara nyingi Mungu huruhusu milango mingine ifungwe ili afungue milango bora zaidi baadaye. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 3:8 utaona imeandikwa, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa ambao hakuna awezaye kuufunga. Kwa hiyo ukianza kuota ndoto unaota labda milango inafunga mbele yako. Kwa hiyo ukiona milango inafungwa au unakataliwa kuingia sehemu fulani, inaweza kuwa ishara ya vikwazo, kucheleweshwa kwa mafanikio au kipindi cha kukataliwa. Ndoto hii inaweza kaashiria kuna vitu utavipoteza, kuna fursa utazipoteza kwenye maisha yako, kuna mambo hautayafanikisha kwenye maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa uombe. Unasema nakataa milango kufungwa katika jina la Yesu. Lakini ndoto namba 9, kuota unabeba mzigo mzito sana. Yaani kujiona ndotoni umebeba mzigo mzito sana. Ndoto ya kubeba mzigo mkubwa sana mgongoni au mikononi mara nyingi huashiria kipindi cha majukumu mazito. Yaani ukijiona ndotoni umebeba mzigo mzito sana, yamkini labda umebeba mgongoni au umebeba mikononi au umebeba kichwani. Ndoto hii mara nyingi huwa inaashiria kipindi cha majukumu mazito, matatizo mengi au presha kubwa ya maisha inayokuja. Unaweza kujikuta ukibeba shida za familia, madeni, maumivu ya moyo au changamoto ambazo zitahitaji nguvu kubwa kuvumilia. Wakati mwingine ndoto hii huonyesha kuwa moyo wako utaelemewa na mawazo mengi kiasi cha kuhisi umechoka ndani kabisa. Lakini Mungu huwaruhusu watu kupitia vipindi hivyo ili kuwafanya kuwa na nguvu zaidi kiroho na kimaisha. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 11:28 imeandikwa, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umebeba mzigo mzito sana, ndoto hii inaashiria utakabiliwa na majukumu mazito sana.
you need to pray. Unatakiwa uingie kwenye maombi na uombe, yani ingia kwenye maombi, pata muda wa kutosha wa kuingia kwenye maombi kabisa. Ndoto namba 10. Nasikia vizuri. Kama unanisikia vizuri, naomba comment na kusikia vizuri mwalimu. Kama unanisikia vizuri, naomba comment na kusikia vizuri mwalimu. Mungu akubariki. Naona huyu nani anasema na kusikia vizuri mwalimu. Asante. Tuendelee. Ndoto namba 10. Ndoto namba 10, kuota umepotea njia. Yaani ukajiona ndotoni ulikuwa unaelekea sehemu fulani, lakini ghafla ukajikuta umepotea njia. Hii ni moja ya ndoto zinazobeba ujumbe mzito sana wa kiroho. Ukiota unatembea lakini hujui unakoenda, au unapotea porini au mjini au gizani, mara nyingi huashiria kipindi cha kuchanganyikiwa. Lakini pia ndoto hii huashiria maamuzi magumu au hali ya kutokujua mwelekeo wa maisha yako. Ndoto hii inaashiria kupoteza mwelekeo. Kwa hiyo ukijiona umepotea ndotoni, yamkini kuna wakati labda ulikuwa unatamani kufanya jambo fulani, na unapokwenda kulala unajiona umepotea ndotoni. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria jambo hilo ambalo unataka kwenda kulifanya litakupoteza, utapoteza mwelekeo. Kwa hiyo unatakiwa uombe. Yamkini sometime unaweza kuwa ulikuwa unatamani kuingia kwenye mahusiano, lakini ghafla unapokwenda kulala unaona unapoteza au unaota umepotea. Maana yake ndoto hii inaweza kuwa inaashiria maamuzi ambayo unataka kuyafanya yatakufanya, au inaweza kuwa inaashiria unakoenda au maamuzi unataka kuyachukua yatakupoteza, unaelekea kupotea. Kwa hiyo unatakiwa uombe. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye kipindi ambacho, ndoto hii pia inaweza kuwa inaashiria unaweza kuingia kwenye kipindi ambacho kila kitu kinaonekana hakieleweki. Watu wanaokuahidi msaada wanakutupa, mipango yako inaharibika na unaanza kujiuliza maswali mengi moyoni. Lakini kumbuka, hata ukiwa umepotea, Mungu hajapoteza ramani yako. Kwa maana ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 3 na mstari wa 5 imeandikwa, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa hiyo unatakiwa uombe. Kataa roho ya kupotea kwenye maisha yako, kataa kupoteza mwelekeo kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba 11, ndoto namba 11, kuota nyoka wengi wanakuzunguka. Yaani kujiona ndotoni umezungukwa na nyoka wengi. Nyoka katika ndoto mara nyingi huwakilisha hila, usaliti, vita vya kiroho au watu wabaya wanaoweza kusababisha kipindi kigumu maishani mwako. Kwa hiyo ukiota nyoka wengi wanakufuata au wanakuzunguka, inaweza kuwa ni ishara ya mazingira yenye sumu, marafiki wa uongo au mashambulizi ya kiroho yanayotaka kuleta maumivu na huzuni. Lakini kama uliweza kuwaua, ukajiona ndotoni labda nyoka hao uliweza kuwaua au uliweza kuchomoka, yani ukatoroka, hiyo ni ishara kuwa Mungu atakupa ushindi baada ya mapambano hayo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Luka sura ya 10 na mstari wa 19 imeandikwa, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa hiyo ukijiona umefanikiwa kumuua nyoka au kuua wale wadudu waliokuwa wamekuzunguka, ndoto hii inaashiria, hii ni ishara kuwa Mungu atakupa ushindi baada ya mapambano hayo. Lakini ndoto namba 12, kuota moto ukiteketeza vitu vyako. Yaani ukajiona ndotoni ukaona moto ukiteketeza vitu vyako. Moto unaounguza nyumba, kwa mfano ukaona moto unaunguza nyumba yako au unaunguza mali au vitu vyako katika ndoto, unaweza kuashiria hasara. Ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria hasara, majaribu makali au kipindi cha maumivu kitakachokuja ghafla. Kwa hiyo ukiona ndotoni moto unaunguza, unateketeza vitu vyako vya thamani, ndoto hiyo inaashiria utapata hasara, utapitia kwenye kipindi cha hasara. Ndoto hiyo inaashiria kipindi cha maumivu kitakachokuja ghafla. Kwa hiyo unatakiwa uombe. Lakini wakati mwingine Mungu huruhusu moto wa majaribu ili kusafisha maisha ya mtu na kuondoa vitu visivyofaa katika safari yake. Katika Biblia utaona Shadraka, Meshaki na Abednego waliingia kwenye tanuru la moto, lakini Mungu aliwaokoa bila kuungua. Yaani Mungu aliwaokoa bila wao kuteketea. Ukisoma kitabu cha Isaya 43 mstari wa 2 pia utaona, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha, uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hiyo ukiota ndoto hii pia
utakiwa kuomba. Kataa hasara, kataa kupitia kwenye kipindi. Ndoto hii inaashiria utapitia kwenye kipindi cha majaribu. Kuna vitu ambavyo utavipoteza, utapoteza watu wa karibu, kuna vitu vya thamani utavipoteza. Kwa hiyo ukiota ndoto hiyo, unatakiwa upate muda wa kuomba, usiishie kuhuzunika. Watu wengi wakiota ndoto za namna hii, wengi wanaishia kuhuzunika, wengi wanaishia kulia. Sasa ukiota ndoto ya namna hii, hutakiwi kuhuzunika wala hutakiwi kulia. Lakini ndoto namba 13, kuota makaburi au sehemu za wafu. Ndoto za makaburi mara nyingi huonyesha huzuni, mwisho wa kipindi fulani au maumivu makubwa ya kihisia. Wakati mwingine ni ishara ya kipindi cha upweke, kuvunjika moyo au kupoteza kitu muhimu maishani. Lakini pia inaweza kuwa ishara kwamba Mungu anataka kuzika maisha yako ya zamani ili kukuandaa kwa mwanzo mpya. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa 1 utaona kila jambo lina majira yake. Kwa hiyo ukiota makaburi au sehemu za wafu, ndoto hii inaweza kuwa inaashiria kwamba Mungu anataka kuzika maisha yako ya zamani ili kukuandaa kwa mwanzo mpya. Lakini ndoto namba 14, kuota jua au mwezi ukipotea. Yaani ndoto unaona jua linapotea au unaona mwezi unapotea ghafla, panakuwa giza. Yaani unaona jua ghafla lazimika, panakuwa giza, yaani jua linapotea ghafla. Ukiona jua linazimika au mwezi kuwa mweusi au dunia kuingia gizani, mara nyingi ndoto hii huashiria kipindi cha huzuni, kupoteza matumaini au kuingia katika wakati mgumu wa kihisia. Inaweza kuwa kipindi ambacho furaha yako inaonekana kufifia kwa muda, lakini usisahau kuwa hata usiku mrefu kiasi gani, asubuhi hufika. Kilio kinaweza kudumu usiku kucha, lakini asubuhi furaha huja. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 30 na mstari wa 5 imeandikwa, maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Kwa ukiota ndoto hiyo, inabidi pia ingia kwenye maombi. Ndoto namba 15, kama tuko pamoja, naomba komenti na kupata vizuri mwalimu. Kama unanisikia, kama unanipata vizuri, naomba komenti na kusikia vizuri mwalimu. Sitamani kukuacha, naomba nataka nione komenti yako kama tuko pamoja. Asante. Okay, Mungu akubariki sana. Naona nasikika vizuri. Asante. Twende ndoto namba 15. Kuota gari linaharibika au kusimama ghafla. Yaani unajua ndoto ulikuwa unasafiri, ghafla gari linaharibika au linasimama ghafla. Gari katika ndoto mara nyingi huwakilisha safari ya maisha au maendeleo yako. Kwa hiyo ukiota gari limeharibika, labda limeharibika breki au breki zimekatika au safari imesimama ghafla, hiyo inaweza kuashiria vikwazo vikubwa, kuchelewa kwa mafanikio au mipango yako kukwama kwa muda. Ndoto hii huja kuwaonya watu kuwa waandae mioyo yao kwa kipindi cha kusubiri na kuvumilia. Lakini kumbuka, kuchelewa sio kushindwa. Yaani jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, kuchelewa sio kushindwa. Kwa hiyo ukiota ndoto namna hii pia you should get a time for you to pray. Omba, kataa roho ya kucheleweshwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo inabidi uombe. Ndoto namba 16, kuota unalia sana. Yaani ukajiona ndotoni unalia sana, yaani unaumia, una huzuni, unalia sana. Ndoto ya kulia kwa uchungu mkubwa inaweza kuonyesha maumivu ya ndani ambayo bado hayajatokea waziwazi katika maisha yako. Lakini pia mara nyingi ni ishara ya huzuni, kuvunjika moyo au kipindi cha majaribu kinachokaribia. Lakini machozi katika ulimwengu wa kiroho pia huonyesha kuwa Mungu anauona uchungu wako na anaandaa faraja baada ya maumivu hayo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi 126 na mstari wa 5 imeandikwa, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ndoto namba 17, kama tu unanielewa vizuri, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Ndoto namba 17, kuota unavuka daraja lililovunjika. Yaani unajiona ndotoni unavuka daraja, lakini daraja hilo limevunjika. Ndoto ya kuvuka daraja lililoharibika au kutikisika au karibu kuanguka, daraja limekaribia kuanguka kabisa. Ndoto hiyo huonyesha kuwa unaingia katika kipindi cha hatari, maamuzi magumu au mabadiliko yenye changamoto kubwa. Daraja katika ulimwengu wa ndoto
huwakilisha mpito kutoka katika hatua moja ya maisha kwenda nyingine. Kwa hiyo ukiota daraja limeharibika au linaogopesha, mara nyingi huonyesha kuwa safari yako ya maisha itahitaji imani kubwa sana ili usianguke. Wakati mwingine ndoto hii huja kabla ya mtu kupitia kuvunjika kwa mahusiano, kupoteza kazi, kuhama mazingira, changamoto za kifedha, vita vya kiroho. Lakini kama uliweza kuvuka salama, hiyo ni ishara kwamba Mungu atakuvusha hata kama njia itaonekana ni ya kutisha. Ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi 46 na mstari wa kwanza imeandikwa, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unavuka daraja lililoharibika kwenda ng'ambo, inabidi uombe sana. Ndoto hiyo inahitaji, utapitia kwenye kipindi kigumu, lakini itakubidi uwe na imani kubwa sana ya kuvuka katika kipindi hicho. Lakini ndoto namba 18, kuota umenyeshewa mvua ya tope au uchafu. Yaani unajiona ndotoni umenyeshewa mvua ya tope au uchafu. Ndoto hii mara nyingi huonyesha kipindi cha fedheha, maneno mabaya kutoka kwa watu au hali itakayochafua jina lako mbele ya wengine. Kuna nyakati mtu hupitia kipindi ambacho watu wanamsema vibaya, wanamshambulia kwa maneno au wanamgeuka ghafla. Ndoto hii huja kama tahadhari ya kuwa makini sana na mazingira yako na watu unaowaamini. Lakini Mungu ana uwezo wa kukusafisha na kurudishia heshima yako mbele ya watu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi 40 na mstari wa 2 imeandikwa, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Kwa hiyo ukijiona unanyeshewa na mvua ya tope au uchafu, inabidi uombe. Inabidi upate muda wa kuomba, kataa, pinga. Unajua kama ndoto ni mbaya, hautakiwi ukishaota uishie kuhadithia watu. Na watu wengi wamekuwa wakifanya kosa hili. Unakuta mtu akishaota ndoto anaanza kuhadithia watu, anakosa muda wa kuomba, anaishia kuhuzunika na kuhadithia watu. Nataka nikwambie, kuhuzunika kwako hakugeuzi kitu. Ndio maana Mungu akuonyeshi kwa lengo la kutisha. Maana kama ni jambo baya, pata muda wa kuingia kwenye maombi, kuomba, kulizuia. Ndoto namba 19, kuota upo kwenye upepo mkali sana. Yaani ukaota ndoto ukajiona upo kwenye upepo mkali sana. Upepo mkali katika ndoto huwakilisha misukosuko ya ghafla, habari mbaya au mabadiliko yasiyotegemewa ambayo yanaweza kuyumbisha maisha yako. Mara nyingi ndoto hii huja kabla ya migogoro ya kifamilia, kuvunjika au kuharibika kwa mipango, majaribu ya kiuchumi, mashambulizi ya kiroho. Lakini pia upepo unaweza kuonyesha kuwa Mungu anataka kukuondoa sehemu ambayo haikuwa salama kwa hatima yako. Kwa hiyo kuota ndoto hii unatakiwa upate muda wa kuomba. Ukiona upepo, saa nyingine ukiona upepo mkali sana, yaani upepo mkali sana unaharibu vitu, ndoto hii inaashiria unaweza kupitia kwenye kipindi kigumu. Kwa hiyo unatakiwa kuomba. Ndoto namba 20, tuko pamoja mwingine anasema nakupata vizuri sana mwalimu. Amen, nafurahi kusikia hivyo. Kama unanipata vizuri, nafurahi kusikia hivyo. Asante sana. Twende ndoto namba 20, kuota unaangukia shimoni. Yaani ukajiona ndotoni unaangukia shimoni. Shimo katika ndoto mara nyingi huonyesha kipindi cha kushuka ghafla maishani, huzuni, kukata tamaa au hali ya kujiona umefungwa bila msaada. Watu wengi wanaota hivi hupitia vipindi vya kukataliwa, kufeli, upweke mkubwa, msongo wa mawazo, kushindwa kwa mipango. Lakini kumbuka, Mungu alimtoa Yusufu shimoni na baadaye akamuinua kuwa mtu mkubwa sana. Kwa hiyo ukiota ndoto hii ukajiona unaangukia shimoni, ndoto hiyo inaashiria kukataliwa, kuingia katika kipindi cha kukataliwa, kufeli, upweke mkubwa, msongo wa mawazo, kushindwa kwa mipango. Kwa hiyo unatakiwa uombe, kataa iko kipindi kigumu katika jina la Yesu. Ndoto namba 21 ndoto namba 21, kuota umefungwa minyororo. Ndoto ya kufungwa minyororo au kamba mara nyingi huonyesha vifungo vya kiroho, mizigo ya maisha au hali itakayokufanya ujisikie huna uhuru. Yaani ukijiona umefungwa minyororo,
Ndoto ya kufungwa minyororo au kamba mara nyingi huonyesha vifungo vya kiroho. Ndoto hii inaashiria vifungo vya kiroho. Pata muda wa kuomba, kataa, vunja vifungo vya kiroho vyote katika jina la Yesu. Lakini pia ndoto hii inaashiria mizigo ya maisha au hali itakayokufanya ujisikie huna uhuru. Inaweza kuashiria kipindi ambacho mambo yako yatakuwa magumu kusonga mbele, kila unachojaribu kinafungika, utapitia pressure kubwa sana, lakini Yesu ana nguvu za kuvunja kila kifungo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 8:36 imeandikwa, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Kwa anza kupata muda wa kuvunja kila aina ya vifungo kwenye maisha yako, iwe ni kazini, pata muda wa kuomba, vunja vifungo vyote, haribu kila vifungo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Lakini ndoto namba 22, kuota unaishi katika nyumba ya zamani iliyochakaa. Yaani ukajua ndotoni unaishi kwenye nyumba ya zamani iliyochakaa. Ndoto hii huonyesha kurudi nyuma kimaisha, changamoto za kifedha au kuingia katika kipindi cha ukosefu na mateso. Kwa hiyo nyumba chakavu mara nyingi huwakilisha hali ya uchovu wa maisha au misingi dhaifu wa kiroho na kihisia, lakini Mungu anaweza kubadilisha hali yako ghafla na kukutoa katika maisha ya chini kwenda ya juu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi 113 na mstari wa 7 imeandikwa, humuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jaani. Kwa hiyo utakiwa upate muda wa kuomba. Ndoto namba 23, kuota unachukuliwa na mawimbi. Mawimbi makubwa yanayokubeba au yanayokuzungusha huonyesha majaribu makubwa yatakayokuja kwa nguvu sana mpaka utahisi unapoteza mwelekeo. Kwa hiyo ukiota ndoto hii unabidi uingie kwenye maombi, omba, pata muda wa kuomba. Ndoto namba 24, kuota unajaribu kupiga kelele lakini sauti haitoki. Hii ni ndoto nzito sana kiroho. Mara nyingi huonyesha kipindi cha kukosa msaada, kujisikia peke yako au kupitia matatizo ambayo watu hawataelewa kwa urahisi. Unaweza kujikuta unatamani kusaidiwa lakini hakuna anayekusikia, lakini Mungu husikia hata kilio cha kimya. Kwa hiyo ukiota unajaribu kupiga kelele lakini sauti haitoki, hii ni ndoto nzito sana kiroho. Mara nyingi inakuwa inaonyesha kipindi cha kukosa msaada, kujisikia peke yako au kupitia matatizo ambayo watu hawataelewa kwa urahisi. Unaweza kujikuta utatamani kusaidiwa lakini hakuna anayekusikia, lakini jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, Mungu husikia hata kilio cha kimya. Jambo la msingi ambalo unatakiwa litambue, kumbuka jambo hili ni muhimu sana. Ndoto za tahadhari haziji ili kukuogopesha, zinakuja ili kukuandaa. Mungu anaweza kuonyesha kipindi kigumu kabla hakijafika ili ujifunze kusali zaidi, kuwa makini na kumtegemea yeye. Hakuna usiku unaodumu milele. Baada ya maumivu, Mungu huleta ushuhuda. Baada ya machozi huleta furaha, na baada ya vita huleta ushindi mkubwa. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ningetamani uniambie umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.